هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kuyaeleza ya kimsingi si yote katika kujibu suala au tatizo la kuhusu kuteremka kwa Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini Qur'ani ikateremshwa kwa lugha ya Kiarabu? Leo nataka kutembea kwenda katika nukta nyingine. Qur'ani yajielezaje? Ndio ilikuwa mada yetu ya Ramadhani. Ukweli wa mambo, kutaka kuzungumza yaliyozungumzwa na Qur'ani yote kuhusu yoyo Qur'ani, haya mazungumzo marefu sana. Si mazungumzo yaweza kuzungumzwa kwa mwezi wala kwa miezi miwili wala mitatu. Maana tukitaka kunena kila kiliomo ndani ya Qur'ani kuhusu Qur'ani imejizungumza vipi yo wenyewe, haya ni mambo marefu. Ninachokikusudia mimi katika mada hii ilikuwa ni kuhusia mambo ya kimsingi katika mwongozo wa kuifahamu Qur'ani inavyojieleza yo wenyewe. Sasa la kimsingi tukitaka kwenda kimipangilio ni hili. Wataalamu watuambia kitabu chochote unachokishika mkononi, chochote cha awali, na katika mada yoyote izungumzi wao, kiwe cha mashairi, kiwe cha sayansi, kiwe cha historia, kiwe kitakachokuwa, almuhimu kishakuwa ni kitabu kimeandikwa, kina mafundisho fulani kimekusanya ndani. Kitabu chochote ukikishika katika kutaka kukielewa kimsingi ni mambo matatu, na haya ndio tutaka ukubezi sisi katika siku zilizobakia. Jambo la kwanza wasema, au kwa mustalah wa kielimu wasema, ni al-ma'rifa al-sanadiyya au al-ma'rifa al-intisabiyya. Wewe ukishika kitabu
utakuta pale chini kuna jina la kitabu, kuna na nani author, sio aitwa Kiingereza mwandishi. Sasa hususa kikiwa kitabu cha zamani, kitabu hiki ni cha Darwin, kitabu hiki ni cha Einstein, kitabu hiki ni cha fulani, utaona kimeandikwa kitabu, jina lake, mwandishi ni nani, fulani bin fulani. Kitu cha kwanza twajiuliza, ni chake kweli? Hii ndio ninakusudia maana ya al-ma'rifa al-intisabiyya. Uhakiki wowote unaofanywa kuhusu kitabu, ikiwa tunataka kufanya wanaoita bahath academic, kitu cha kwanza tunataka kuhakikisha hiki kitabu huambiwa ncha fulani ni chake kweli ama amebandikwa. Hii nukta ya kwanza naita al-ma'rifa al-intisabiyya. Na hapa hujitokeza maswali mingi ndani katika masala ya uhakiki. Waweza kupata ni chake kweli hichi kitabu, lakini ni chake chote ama kuna mengine yametiwa si yake? Pia huja yaweza kuwa ni chake. Pili, huja masala yanayoitwa taaddudun nusakh. Leo waweza kukipata, ukifuete mfano wewe kitabu cha mtaalamu wa zamani, mathalan tunataka kumpata Arasto, kitabu chake haswa, waweza kupata nuskha iko library Ujerumani, waweza kupata nuskha iko library Ufaransa, waweza kupata na nuskha ya tatu iko library Uingereza. Kama mtafiti wawajibika kwenda kuzipata zile nuskha zote tatu, kisha kuzifanyia nini, wanaita mukarana, kuzikompea. Waweza ukapata nuskha ya Ujerumani katika topic fulani ina maneno ya zaidi kuliko nuskha ya wapi, ya Ufaransa. Haya yote yaingia katika research ya nukta ya kwanza, al-ma'rifa al-intisabiyya. Kitabu ni chake au si chake? Yote yaliyomo ndani ni yake ama kuna baadhi yamebandikwa? Vipi katika hizi nuskha tatu nne, ipi ndiyo sahihi yake? Zikija zikigongana, huyu ana hili, huyu ana hili, ni masala muhimu sana. Kuna saa nyingine hupunguzwa. Wajua hawa printers wanaochapisha vitabu kuzitezea saa nyingine. Mfano leo, ningemnasihi mtu yoyote ajaribu kutafuta tafsiri ya Sheikh Abdallah Farisi ya zamani alioitoa chapa ya kwanza, ya pili, kisha apate na hizi mpya zitolewe sasa. Kuna khiana ufanye, kuna khiana zatolewa zitu, na kisha itafika wakati itakuwa hakuna yuao tena mambo hayo. Mfano, kuna baadhi ya mambo Sheikh Abdallah Farisi amezungumza kuhusu uhusiano na tangamano la wema waloishi Waislamu wa madhehebu mbalimbali Zanzibar, mpaka akipiga mifano misikiti ya Kisuni ilojengwa na Mashia na misikiti ya Mashia ilojengwa na nani, na Masuni, na namna walivyokuwa wakiingiliana misikitini, wakioana, wakinini. Hizi zimetolewa zote kwenye nuskha za sasa. Ni khiana, ni khiana, si wakati wake hapa. Lakini leo mtafiti mkubwa wa kihistoria mmoja katika ulimwengu wetu aitwa Said Jafar Murtada Al-Amili, ni Mlibnani, ana kitabu maalumu amekitunga huzungumza suala la kutezewa zitabu, kuondoshwa yaliyomo. Bukhari, Muslim, amezitaja zote,
namna zinavyotujwa. Kila zikiprintiwa hutujwa, kila zikiprintiwa hufanywa nini? Hutujwa. Kwa nini watuja? Sasa haya ndio ni mada ndefu hiyo kutaka kuizungumza, sio uwanda wangu leo. Nataka tu kutoa mfano. Hizi zote zaingia katika suala la al-ma'rifa al-intisabia au al-ma'rifa as-sanadia. Sasa Qur'ani nacho ni kitabu, pana haja ya kuwekwa katika mizani inayoitwa al-ma'rifa al-intisabia. Ni chake anawaambiwa ndio mwandishi, na ikiwa ni chake yaliomo yote ni yake. Na je, taaddudu nusakh na masala ya taaddudu alqiraat, kuna wengine hunena maliki yaumiddin, kuna wengine hunena maliki yaumiddin, sio siziko hizi huambiwa qiraat. Je, hizi zina mchango gani katika kuathiri suala la maarifa intisabia? Hii ni nukta ya kwanza, na tutakuja kusimama hapa kwenye baadhi ilikusanywa vipi Qur'ani na kuna uhakika vipi kama Waislamu kuithibitisha hii Qur'ani tulionayo ndio, na hakuna kupunguzwa wala hakuna kufanya nini, kuongezwa kielimu, si kimizozo. Kwa sababu suala la kuithibitisha Qur'ani kwa maarifa intisabia ni haja kubwa kwa Muislamu kupambana na maadui wa nde, kabla ya kuwa ni haja ya Waislamu kwa Waislamu kubandikana. Manake leo tunapopigana sisi Waislamu kwa Waislamu, mimi nikakwambia wewe hunena Qur'ani imepunguzwa, wewe ukanambia mimi wewe ndio unena Qur'ani imepunguzwa, afaidikao ni ambao uko nde yetu huzitafuta hizi weakness, atapita vipi kuivunda imani yetu. Kesho atakuja atatuambia kumbe nyinyi Waislamu hakuna tofauti, nyinyi unena Biblia imefanya nini, imetezewa, na nyinyi pia mwanena Qur'ani kivipi? Atakusanya yako unambiao mimi na yangu mkwambiao wewe, yote fi natija yathibitisha nini? Qur'ani ina matatizo. Na hapa ndipo watu watakawe na hadhari sana. Kwa kadiri tunapokuwa na bidii ya kuvundana sisi kwa sisi, ndipo kwa kadiri tunapozitoa dalili kwa watu wa nde kutuvunda sute. Leo kisha akija mtu kama Salman Rushdie akanena maneno kitwa tini maguyu, leo kunapoaktiwa filamu magharibi za kumkejeli bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkosoa, wale huyatunda maneno yale kwenye yale majibizano yetu. Wakati tunapojibizana, mimi nikakutolea zako na wewe ukanitolea zako. Sasa mimi siko hapa, mimi sitazungumza suala la uhakika wa Qur'ani na kukusanywa kwa Qur'ani kwa mtazamo wa mshia kutaka kumkosoa msuni, wala kwa mtazamo wa msuni kutaka kumkosoa mshia. Nitalizungumza kwa mtazamo wa Muislamu atakaye kuthibitisha kitabu chetu kiko sawa, kuwathibitishia walioko nde ya Uislamu. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kitabu hiki nimesema tunapitia nukta tatu. Kitabu chochote ukikishika, nukta ya kwanza tumeiita ni al-ma'rifa al-intisabia au sanadia. Nafikiri nimepiga mifano ya kutosha. Nukta ya pili wanayaita, baada ya kuhakikisha sasa hichi kitabu ni cha fulani na yaliyomo ndani yote ya nani, ya fulani, na hayakutezewa wala hayakuongezwa wala hayakupunguzwa. Sasa huja dauri la pili wanaita ni al-ma'rifa tahliliya. Sasa ni kuyachambua yale yaliyoko ndani. Tunataka kumjua huyu ambaye tumethibitisha hichi kitabu ni chake, fikra zake ni gani, azungumza nini, asemaje. Hapa huja suala la kuuliza mambo haya.
Je, haya yaliyoko kwenye Qur'ani yanayozungumzwa, huyu anaizungumza kwenye hichi kitabu ni mtu ana vision kwa lugha za kieo, ana ru'ya gani? Tukataka kukijua kitabu hiki kina ru'ya gani. Napenda tu kutanabahisha watu usahau, lakini simu ni muhimu sana. Tukiingia msikitini tuzizinye ama tuziweke silent, kwa sababu wasa nyingine tuko mahala kushuka humtoa mtu kasi ya nini, ya kunena, na wenye kusikia wote tension zao zikadangana, ukaturudisha sufuri kuanza tena. Unajua kunena si kupiga mayowe tu, ni umetukua akili ya mtu, umemprogram mpaka umeiweka mahali washuka nayo. Sasa wewe ukiingia katikati, network ukatika zote, ikabidi tuzengee tena network upia. Tafadhalini simu zizime, tafadhalini jamani, maana imekariri sana kwa kuona kila mmoja atatanabahi yeye mwenyewe bila ya kunena, lakini inaonekana lazima tunene. Ala kulli hal, nirudi katika maarifa tahlilia, stage ya pili tunaita dirasa tahlilia, kukichambua kitabu. Kuna maswali tunajiuliza. Je, mwanzo hichi kitabu kina ru'ya? Kisha je, kitabu hiki kina risala kwa mwanadamu? Ikiwa kinao ru'ya, inakusudia ru'ya yani vision, kitabu hiki kinayo ru'ya, ni ipi ru'ya yake? Ma hiya ru'yatul Qur'ani binisbati lilalam? Uislamu wa Qur'ani ina mtazamo gani, ina ru'ya gani kuhusu ulimwengu, kuhusu mwanadamu, kuhusu kila kitu kinao? Kikiwa Qur'ani kina ru'ya, kitabu hiki je, kina risala, kina mission? Ikiwa kinao risala, ma hiya risalatul Qur'an? Risala yake ni nini? Baada ya kuthibitisha kwamba kitabu hiki katika tahlili kukisoma kina ru'ya, kina risala, kwa lugha nazirudia, yani ni vision na nini na mission, kisha twajiuliza uslubu wa Qur'ani, mbinu za Qur'ani katika kutekeleza risala yake na kufikia ru'ya yake inatumia mbinu gani? Je, Qur'ani katika kumkinaisha mwanadamu kuhusu ru'ya yake na risala yake yategemea mbinu ya wahi peke yake, ama akili inao nafasi pia? Au kwa lugha nyingine, Qur'ani yaipa wazni gani akili ya mwanadamu? Imo hisabuni ama haimo? Ikiwa imo hisabuni, yataka itiwe kwenye mizani akili ya mwanadamu kwa kiwango gani, kwa asilimia ngapi, na kwa mawanda yapi na mambo yapi? Maswali mengi, na hapa ni muhimu sana. Hapa tuasisi manhaj ya kuamiliana na Qur'an. Leo anayeamini kwamba vision na mission ya Qur'ani na nini yake haijali akili ya mwanadamu, aamini ni kile kiacho tupokee, kile kiacho, huyu Uislamu wake atautekeleza tofauti na Muislamu anaoamini kwamba na hii akili inao nafasi katika Qur'ani. Na mimi ningependa kuwapa homework nyingine. Kumbuka wiki iliyopita niliwaambia mwende mkazifuate zile aya ya ayyuhalladhina amanu. Kumbuka uzikusanye ni ngapi, kisha zile za if'al na zala taf'al. Leo nataka kutoa homework nyingine kwa wawezao kufanya mambo haya. Tujifundisheni kufanya research kwenye Qur'an jamani. Akili imezungumzwa mara ngapi kwenye Qur'an? Jaribuni muziangalie aya zilizoizungumzia akili kwa neno akili, kwa neno afala taqilun, kwa neno afala yatadabbarun, kwa neno afala yatafakkarun, kwa neno innama yatadhakkaru ulul albab. Zote hizi ni akili hizi. Hebu zikusanye aya kama hizi zilizozungumza awalam yatafakkaru afala yatafakkarun, undhuru an-nadhra nadhra aqliya wa laysa nadhra basariya. Zile aya zinakwambia undhur
si undhuri ya mato. Afala yanzuruna ila al-ibili, sinene hapa ndio kumwangalia ngamia. La, Qur'ani haitaki kufungua shamba la wanyama leo utwaje zoo si nini unatoka angalia wanyama. Si kuangalia. Kwa nini? Kwa mato. Afala yanzuruna ila al-ibil, yani ni nadhara aqliya, yani afala yatafakkarun. Ukisha uje uniambie asilimia ya aya ulizozipata zinazozungumza akili, utapata jibu. Je, hii akili ina nafasi gani kwenye Qur'an? Na ikiwa Mungu amekariri kiasi hiki kila wakati ukwambia fikiri, pima, zingatia, hufikiri wewe, hupimi wewe, hatofahamu isipokuwa mwenye akili, hatofahamu isipokuwa mwenye fikra. Wewe ufikirisha lugha hili yamaanisha Qur'ani ni kitabu la akli au ni kitabu kisichotegemea akili? Bila shaka ni kitabu la akli. Hapa ni katika nadhara tahlilia. Tatu. Kwa hivyo tumetoka kwenye maarifa intisabia, tumekuja kwenye maarifa tahlilia, na hapa pia kuna dhawabi tutazisoma katika maarifa tahlilia. Hapa tutakuja kusoma kuigawanya Qur'ani katika kuisoma, itakupa tahlili nzuri Makki na Madani. Vipi utazihalil aya za Makki, vipi utazihalil aya za Madani. Hapa tutakuja kusoma masala ya nasikh na mansukh, kusaidia haya. Hapa utakuja kusoma masala ya muhkamun wa mutashabih. Ndio tabia katika hii Qur'ani, ndani kuna aya huitwa ayatun muhkamatun, hunna ummul kitab, na hizi ayatul muhkamat ndio mama wa Qur'ani. Wa ukhra mutashabihat. Sasa zile mutashabihati Mungu asema mkitaka kuzielewa paka muzirudishe kwenye nini? Muhkamat, kwenye ummul kitab. Mukizitofanya hivyo, mukizitokuwa mutashabihati, mutaingia kwenye fitna. Mutaingia kwenye nini? Kwenye fitna. Sasa ni nini maana ya aya muhkama? Ni nini maana ya aya mutashabiha? Na vipi hupijwa muhkam na mutashabih zikakupa result? Hizi zote ni katika nadhara tahlilia, katika kuichambua Qur'an. Tuna haja kujua Makki na Madani, tuna haja kujua nasikh na nini na mansukh, tuna haja kujua muhkamun na mambo sampuli ya haya. Inshallah taala tutayapitia japokuwa mbio mbio. Tatu, katika ukisoma kitabu chochote tutauliza ni chake kweli? Jawabu la kwanza tumelipata, ni chake. Pili, tutauliza fikra zinazozungumzwa na kitabu hiki zina mwelekeo au hazina mwelekeo, na hushambuliwa vipi? Zina ru'ya, zina risala? Hii tunaita dirasa tahlilia. Tatu, tunaita maarifatul asl. Ya kwanza tunaita al-ma'rifa al-intisabia, ya pili tunasema maarifa tahlilia, ya tatu tunasema maarifatul asl, au kwa lugha zingine unasema al-asala al-fikriya. Sasa tushamuona amenena maneno mazuri, ametupa mitazamo, ametueleza mabadiliko ya kisiasa ndani ya nchi yetu Kenya, yataka yafanywe hivi. Vision yake tumeielewa ni kutufikisha wapi, na mission ni nini, na asali na kila kitu. Tutarudi tutasema profesa huyu aliandika kitabu hiki, hizi fikra alozizungumza ni zake au za kuwazima? Ndio hii ya tatu. Si ni zake kwa maana amezuliwa, yani ni yeye mbunifu, ana sifa ya ubunifu wa fikra, ama ni mtu wa kuwazima? Ale kama nilowaambia ni kukopi na kunini na kupaste. Je, hili ni copy and paste ama hili ni ina nini? Ina ubunifu? Wengi watunga uzitabu yao wakaandika mwisho kitabu hiki ni nani? Ni changu, ni chake, kwa kadri ya wino aloutumia pengine na makaratasi aloyatumia, lakini fikra zote za watu amezitundanya kwa lugha ya kikwetu.
ametundanya hapa na pale, amezieta kwenye kitabu, kisha amenena fikra hizi za nani? Ni zangu. Sasa huyu huambiwa hana asala fikria, si mbunifu. Sasa hiki kitabu cha Qur'ani pia lazima kiwekwe katika msingi huu. Je, hizi fikra zilizoko kwenye Qur'ani zina ubunifu ama ni copy from Bible na kupaste? Tuko vizuri sana, kwa sababu mtumi, na ziko hizi orientalist wanazo hizi ishkali wazitia, kwamba mtumi aliketi na wanazuoni wa Kikristo kama Waraka bin Naufal aliokuwa mjombake na Khadija, ambaye mtumi alikuwa karibu sana na yeye, amesoma sana kwake, akapata fikra nyingi za Kikristo kutoka kwa nani? Kwa Waraka bin Naufal. Kisha katika safari alosafiri yake ya biashara kwenda Sham, kabla hajapewa utumi, akaenda akapambana na ule Bahira, sio kule tuambiwa, akapambana na wataalamu wa Kiyahudi, alisoma kule. Kisha mji wa Maka haukuwa mbali na mazingira ya Madina, na Madina kulikuwa na makabila ya Mayahudi ahlul kitab, watu walokiua habari za mitumi waliotangulia. Mtume amezipata fikra zile zilokuweko kwenye mazingira yake. Yeye uhodari alokuwa nao ni uhodari wa kuzitundanya, akazitengeneza kitabu, akasema hichi ni kitabu changu, waliyadhu billah, na nukuu maneno ya nani? Ya orientalist wanaposema. Sasa kwa maana hii hawa wataka kusema Qur'ani haina asala fikria, situpo, yani haina ubunifu, ni kitabu kimekopi zitabu zilizofanya nini? Zilizotangulia. Sasa hapa pia kuna mijadala yake, kuna mambo tutazungumza hapa, itatubidi hapa tuingie in deep kuhusu masala ya wahi. Fikra zilizoko kwenye Qur'ani ni za mtumi binafsi au ni za kutoka kwa Mungu? Ikiwa ni za kutoka kwa Mungu, vipi amezipokea kutoka kwa Mungu? Mawasiliano yaliyofanyika baina ya Mungu na mtumi yanaitwa kwa jina la nini? La wahi. Ile network tunataka tuielewe kwa kadri, ni ngumu. Kwa kadri ya kama Waislamu tunaweza kuitetea na kuihami na kuieleza kwa wasokuwa sisi, wahi unamaanisha nini na vipi mtu hupokea wahi, na huwa kuna hakika gani kwamba ule wahi ni fikra za Mungu, si fikra za shetani. Haya yote yako katika nini? Asala, yanakuja katika nukta ya tatu. Sasa hapa ndipo tutasema tumeweza kukifahamu, na haya yote tutayaeleza kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe. Yajibu vipi maswali haya? Qur'ani yajibu vipi kuhusu masala ya maarifa intisabia? Qur'ani yajibu vipi kuhusu maarifa tahlilia? Qur'ani yajibu vipi kuhusu maarifatul asl, yani al-asala al-fikriya? Haya tutayasoma, lakini tukiweza kuyamaliza haya tutatokana na tija kwamba kitabu hiki tunachokifuata sisi, hichi Qur'ani, kina misingi muhimu mitatu. Msingi wa kwanza tutauthibitisha, tutauita asalatul intisab, ni chake kweli, anaoambiwa ni chake hichi kitabu, yani Mungu. Pili, tutathibitisha asalatul muhtawa, fikra zilizoko hapa ndani ni fikra zenye msimamo wa kuweza kuwaongoza binadamu, yani ni kitabu kina ruya, kina vision, kina na nini, kina na mission, kina na barnamij kamil ya kuwaongoza watu. Na tatu, na si kitabu cha kuigizwa kwa watu, ni kitabu kina ubunifu wa fikra. Hayo ni misingi mitatu ndio tutatoka nayo kwa darasa yetu hii tunayokusudia. Lakini kabla hatujaanza msingi wa kwanza, ningependa kuuliza maswali yafuatayo kwa jumla tu. Kwanza, kaifa yu'arifu al-Qur'anu nafsahu? Suala la kwanza, Qur'ani yenyewe yajiarifisha vipi? Tunataka kuingia kwenye taarifu. Kitu cha kwanza ni kukielewa kitu Qur'ani ni nini. Lakini kabla sisi hatujaeleza Qur'ani nini, yo wenyewe Qur'ani yanena yoyo nini?
Pili, wa kaifa yuarifu rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alquran, mtumi aielezaje Qur'an? Tatu, tutajaribu kutukua pia suala kwa mwanafunzi aliyokuwa very close na mtumi, wa kaifa yuarifu Ali alayhi salam alquran, Imam Ali aielezaje Qur'an? Taukota situkui yote kuhusu suala la kwanza. Tasoma kama aya 5-6 na ni muhimu sana hizi nitakapozisikiza zitupe mwongozo. Aya ya kwanza ni aya ambayo nimeifungulia darasa hii siku ya kwanza, na leo pia nimeifungulia darasa. Mwenyezi Mungu atuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba imeteremshwa ndani yake nini? Qur'an. Ni nini Qur'an? Hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Sifa tatu. Kwanza, Qur'ani ni huda, mwongozo. Kwa nani? Kwa watu, linnas. Pili, wa bayyinatin min alhuda. Tatu, sio tu Qur'ani imeleta uongozi, imebaini na sampuli ya kuongoza. Situelewana vizuri? Kuna kumpa mtu dawa, kuna na kumbainishia sampuli ya kuitumia nini dawa. Hujamtibu mtu wala hujammalizia tatizo unapompa dawa tu, pindi hujamueleza namna ya kuitumia dawa ile. Qur'ani haineni tu ni dawa, ni hudan, ni uongofu. Hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda, na imekuja kubaini sampuli ya hono uongozi, huongozwa vipi. Tupo vizuri sana jamani. Tatu, wal furqan, na imekuja kutufafanulia baina ya la kutuongoza na la kutuzamisha. Yani kwa ibara nyingine, Qur'ani haikutosheka kueleza zuri lake peke yake, imekueleza na ovu lao. Ndio maana ya furqan. Yani maana ya furqan, yufarriqu baina alhaqi walbatil, hukufafanulia ikatokea kando, haki huku, batili wapi? Huku. Yufarriqu baina alhuda wadhalal, uongofu ni upi na upotevu ni upi. Kwa sababu mara nyingine huwezi kuijua sawa mpaka ujue jongo. Huwezi kujua usawa mpaka ujue nini? Ujongo wa lengine, ndio utapata kufahamu usawa walako. Na ndio la ilaha ikaanza na nafi kisha ikaja na ithbat. Kwanza ni kukataa Mungu wa batili, kisha ni kumkubali nani? Mungu wa haki. Haitoshi tu kumkubali Mungu wa haki, ni lazima kuwe na kukataa Mungu wa nini? Wa batil. La ilaha illa Allah. Na ndio utakuta kwenye ile aya nina, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Kuna kufranun bitaghut wa imanun billah. Kwanza taghuti ni kila abudi wao wasokuwa Mungu, wakuliwa taghuti. Kwa hivyo Mungu akwambia kwanza ni ukfuru, huwi Muislamu mpaka uwe kafiri. Kama si kufuru kwa maana ile, huwezi kuwa Muislamu kiwa huyawa nani? Kafiri. Kafiri kwa maana gani? Si kafiri wa Mungu, kafiri wa wasokuwa Mungu, wadaiyo miungu. Utasema ana akfuru bitaghut, mimi kafiri, siamini miungu yote hii inaoabudiwa ya bandia, mimi kafiri kuhusu miungu hii. Kwa hivyo utakapokuwa kafir kuhusu miungu hii, utakuwa mu'min kuhusu nani? Mungu wa hakika. Ndio maana faman yakfur bitaghuti wa yu'min faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa la infisama laha, huyo atakuwa ameshika mahali pa kisawa sawa. Sasa hivi ndivyo inapojieleza Qur'an. Qur'an inakwambia mimi, yeye mwenyewe anasema, yajitangaza, mimi Qur'ani ni huda,
Mimi Qur'ani na kueleza na sampuli ya ubainifu wa uongozi wangu, wa huda yangu. Mimi Qur'ani sitosheki kukueleza huda yangu, hukueleza na batili ya wasokuwa mimi pia ukaielewa. Si umeziona hizo stage 3 za maarifa? Kwa hivyo ujue uongozi wako, jua sampuli ya kutumia uongozi wako, jua na ubatili ya wengine wasokuwa uongozi wako. Hono ndio Uislamu. Waqi'an manhaj wadhi. Ukisoma tuko hivyo sisi, ndivyo tunavyoamiliana. Twaijua Qur'ani uhuda yake, twaijua Qur'ani jinsi ya kutumia uongozi wake, na twajua batili ya zitabu zingine zote zinaotangazwa badali ya Qur'ani. Na hii hapa stage ya 3, twaja kwenye stage muhimu kwamba Qur'ani yakataa manhaji ya iqsa na ihtikar. Qur'ani yakataa manhaji nisome mimi usimsome mwingine. Qur'ani yakataa manhaji nisikiza mimi usimsikize mwingine. Yakataa manhaji ya Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani inapokuambia nijue mimi wajue na walio batili wasokuwa mimi, utawajuaje? Yani nenda ukawasome. Utaijuaje leo Biblia hii iliyoko uwandani sio ya sawa? Utaijuaje? Si mpaka uishike ufanye nini? Uisome, upate kujua tanakudhati ziliomo ndani na batili ziliomo ndani, ndio uwe na dalili ya kuthibitisha. Wale wanaosimama leo wakaitumia aya zilizoko ndani ya Biblia kuthibitisha ukweli wetu na ubatili wao, wangejua yale kama hawakuishika Biblia wakaisoma? Wangejua? Wangeitoa kwa ndotoni? Ni maana wameisoma. Ni maana Qur'ani ya kwambia isome, msome mwenzako. Fikra nisoma usimsome si fikra ya Qur'ani. Fikra ya nisikiza usimsikize si fikra ya nini? Ya Qur'an. Bali naja zaidi hapo, fikra ya mtu siku zote akwambiao nisikiza mimi usimsikize mwingine ni fikra ya mtu dhaifu fi mantiqihi, dhaifun fi hujjatihi, dhaifun fi adillatihi. Kwa nini waogopa msikize mwingine ikiwa wewe una dalili za kukinaisha? Hao tasikia kama Makureshi kinena, lakini yale maneno yao huvutia mno. Hayavutii, ukweli ni ukweli na batil ni batil. Dalili ni dalili, na isokuwa dalili si nini? Si dalili. Ikiwa wewe wajiamini kwamba mimi nina dhahabu katika mkono wangu, ni dhahabu, hata mtu akinena ni jiwe mara 1000 itabadilika iwe jiwe? Awe fasaha, mwete mwimbaji hodari ulimwenguni, aiwao kutunga mashairi ulimwenguni, mwambie hili jiwe tuthibitishie dhahabu, litakuwa dhahabu? Hili dhahabu chakasu tu. Iwe utainena Kiarabu, utainena Kiswahili, utainena Kizungu, utainena kwa lugha utakayo kuinena, rizati ni nini? Hivi ndivyo inavyoamini Qur'ani. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Eteni dalili, dalili kwa dalili. Hakutaki fujo, hakutaki kutukanana, hakutaki kukejeliana, hakutaki propaganda. Haki haipatikani katika mazingira ya propaganda. Angalia Makureshi wakinena hivi, la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi. Wakiwaambia watu sikize, tahadharini, msisikize hiyo Qur'an. Ukisikia utoki. Nizile kuna lugha ziko hiyo. Wale wana logic. Wale wana nini? Wana philosophy. Hakuna logic, hakuna philosophy. Ukweli wajiuza. Ukweli wafanya nini? Wajiuza. Hakuna logic, hakuna philosophy. Itabadilisha mbili iwe moja, wala itabadilisha moja ziwe nini? Ziwe mbili. Lakini angalia, jamaa mmoja kahutoka henda sokoni, alikitia pamba. Alikuwa yeye una hadhari mpaka akianka asubuhi alikuwa una pamba zake ziaza tele masikio. Kisha hutoka ndio sokoni, kwa yote ya zile huitwaje headphones, sio? Husikii chochote.
Akimpita mtumi hunena huona raha, hasikii. Maana aogopa lisipenyeze hata neno moja, likiingia subo. Maana alikiambia una na uganga ule. Naja kwenye mada yake. Kwa hivyo hizi ndio sifa za Qur'an. Qur'ani ni hudan, ni uongofu. Haikutosheka kuwa ni uongofu, ni bayinatun minal huda, imeubaini uongofu wake kisawa sawa huenda vipi. Tatu, imebaini yeye naso kwa yeye, kisha imekuletea wewe ukompea uhaki wake na ubatili wa nani, wa wengine. Hapa tuna swali fupi katika aya hii. Utakuta kuna aya nyingine pia yaieleza Qur'ani, yanena alif lam mim. Suratul Baqara, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan. Na hapa tumeambiwa hudan linnas. Katika hii aya hii, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquranu hudan linnas, watu wote, mkomunisti, muislamu, mkristo, myahudi, kila ankuli wao mtu, kila ankuli wao mwanadamu, Qur'ani ni uongofu kwake. Kule kwenye suratul Baqara yatuambia hudan lilmuttaqin, la si watu wote, ni akina nani? Yenye takwa. Kwa hivyo wasiokuwa na takwa wamo hawamo. Hala tuangalieni ulimwenguni leo, wenye takwa na wasiokuwa na takwa wingi wapi? Wasiokuwa na takwa, yani wasiokuwa na takwa watangia hata wasiokuwa na dini. Kila wasiokuwa muislamu, kila ambao hataki Mungu, hoya aingia tahta ya nani? Ghairul muttaqin. Je, sasa Qur'ani wale haiwahusu? Kwa mujibu wa aya ya suratul Baqara, Qur'ani haikuletwa kumuongoza ambaye hana takwa. Kwa hivyo huyo hauhusiani na Qur'ani. Qur'ani imeletwa kumuongoza nani? Takwa. Hapa kidogo tunataka kulijibu, ni swala fupi tu, simande wenye kunene ni technically ha. Panadoli ni dawa kwa kila ahirikao na kitwa. Mmenena makosa? Panadoli ni dawa ya kila ahirikao na kitwa. Panadoli ni dawa kwa mwenye kuhairika na kitwa akiimiza. Mmenena makosa? Sio, mnaelewa jamanini? Kwa hivyo aya ya kwanza kwa lugha za kielimu wanena alquranu hudan bilquwa likulli nas, walquranu hudan bilfi'li lilmuttaqin. Uwezo wa kuongoza watu wote Qur'ani inao, lakini aongokao na Qur'ani ni ule aliyokubali kufanya nini? Kuifuata. Panadoli inao uwezo wa kumtuza kila mwenye kitwa, lakini imtuzao hakikani upi? Hapa tumesha kuelewana. Ndio ile hudan lilmuttaqin na hudan linnas. Ukiketi ukaiwata mbali Qur'ani upati faida yake, ukifuata Qur'ani utapata nini? Lakini ule aloketi mbali, si kwa maana Qur'ani haiwezi kumuongoza, yaweza. Akitaka akenda itafanya nini? Itamuongoza. Kwa hivyo inayokabilia, inayo uandalizi wa kuwaongoza watu wote, lakini waongoka ukihakika mbale wafanya nini? Waifuata. Kwa hivyo tukitaka kujibu hii tanakud ambao mtu atakunena hizi aya zafanya nini? Zagongana. Tunanena hudan linnasi bilquwa, hudan lilmuttaqina bilfi'l. Kwenye mantiki unena hivi. Twende katika aya nyingine, sijui wakati niko nao. Aya nyingine yazungumza masala ya nur na dhulumat. Pata nisimame hapa, lakini baada dakika moja mbili inshallah haya tutakuja kuyazungumza kesho. Kuna suala moja limekuja na haya nyingine limekuja sasa. Ningependa suala pia sisi yetu mimi hunena, sababu sipati wakati wa kuzifanya nini, wa kuzirudia. Ni muhimu nipate suala kabla sijazungumza, kwa hivyo nitaziakhirisha. Huyu asema, ustadhi, na kuomba unifafanulie suala la kukusanya swala
magharibi na isha na dhuhuri na alasiri kulingana na madhahabi tofauti yote yasemaje. Suala la kukusanya swala, kwanza nataka kusahihisha fikra moja ndugu zangu. Hakuna fikra kwa Muislamu yoyote ya mtu kuweza kuzipiga swala 5 zote kwa pamoja. Hakuna fikra hiyo. Hakuna madhahabi yanao fikra hiyo. Kwamba wewe waweza kuanza asubuhi ukapiga subuhi, dhuhuri, asri, umeelewa, magharibi, isha, yani ukazipiga 5 ukamaliza kazi ukaenda na nini na shughuli zako. La, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala kwa Uislamu ni faradhi ambayo ina nini, ina wakati. Suala ikhtilafu ziko hapa. Swala ni 5 bila shaka, hakuna ikhtilafu. Kwa siku swala ni ngapi? Asubuhi, dhuhuri, asri, maghrib, isha. Hizi ndio swala za faradhi. Suala liko hapa, katika hizi swala 5 kila swala ina wakati wake kwa kiasi, huwezi kuitoa moja katika hizi ukaifanya na nyingine. Hii ndio rai ya ahli sunna. Ahli sunna wasema asubuhi ina wakati wake, adhuhuri ina wakati wake, alasiri ina wakati wake, magharibi ina wakati wake, isha ina wakati wake. Hutanganywa tu katika dharura, maana istithnaat. Msafiri uko haji, sijui Muzdalifa, ziko zimetajwa. Kuna dharura ya mvua, mfano kumeshuka mvua kali kweli, umetoka umekuja msikitini kuswali magharibi, ukaona kukitokewa kukiendewa nyumbani kisha kurudi tena kuswali isha hautopatikana, maana yake mbingu zifundie kisawa na mai kushuka kisawa, mwaweza mukaswali na isha kabisa ule wakati wa nini, wa magharibi, kwa sababu ya dharura ya nini, ya mvua, au kwa sababu ya dharura ya nini, ya safari. Lakini bila ya dharura yoyote ya ungie kuipigia jamu tu, masala ya ahli sunna hawakubali fikra hiyo kama fatwa. Nazungumza hivi. Kwa upande wa imamia wasema subhi ina wakati wake peke yake, dhuhri ina wakati wake peke yake, asri ina wakati wake peke yake, maghribi ina wakati wake peke yake, isha ina wakati wake peke yake. Lakini baina ya magharibi na isha na baina ya dhuhuri na nini, hizi waweza kuzikusanya. Kuna wakati waweza kuziswali zote mbili bila ya dharura. Hapa ni problem. Bila ya dharura, yani bila ya safari wala mvua, ila ya dharura yoyote. Ingawa fatwa, ukiangalia fatwa, atafriqu aula min aljami, kupambanua ni aula zaidi kuliko kufanya nini, kukusanya. Kenda sasa hivi kusoma risala amalia ya Said al-Buya kwambia watafriqu aula min aljami, lakini ukifanya jami ila basi yafaa. Kisha kila mmoja una misingi yake. Misingi inayotumika, kuna hadithi hutumika, kuna Qur'ani. Mfano wanena, ukirudi katika aya za Qur'ani utaona swala 5 lakini Qur'ani imetaja nyakati 3. Kwa nini? Mfano, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi layli wa Qur'an al-fajr. Aqimis salata, wakati wa kwanza nini? Duluki shamsi. Wakati wa pili ghasaqi layli. Wakati wa tatu Qur'an al-fajr. Kwa hivyo yaonekana zipindi ngapi? 3. Swala ngapi? 5. Hizi katika dalili hutolewa. Kuna aya wanena aqimis salata wanena tarafayn nahari wa zulafan min al-layl. Tarafayn nahari yani mbili. Hizo ni nyakati mbili, tarafi al-awwal na tarafi thani, wa zulafan min al-layl, wakati wa tatu. Kuna hadithi iko katika Sahih Muslim, Ibn Abbas asema siku moja Mtume aliingia msikitini akatanganya maghribi na isha. Maswahaba wakamuuliza Ibn Abbas, kulikuwa kuna mvua? Akamwambia haa. Ilikuwa kuna tatizo? Akasema haa. Akasema kwa nini alitanganya? Kanena alitaka, hataki kuwatia dhiki wa umati wake, arada an la yuhrija ummatahu. Kwa hivyo ni ofa kwa lugha za kisimu yao, sio? Unaenda utasikia yao kumetoka ofa siku hizi, simu ni bojo ama shilingi utapata message ngapi? 10. Hivi ndivyo wanazuoni wanazungumza bila ya kukosoana wala kukejeliana wala kujibizana.
zana, wala kumwambia afanya ujamu ni wewe kafiri, wala asofanya jamu wewe nani ni kafiri. Hawa wana dalili zao na hawa wana nini? Dalili zao. Wewe pale ulipo umekinai napo kwa fuata, pale ambapo hukukinai napo usifanye nini? Usifuate, kwa sababu kila mtu atatoa kaburi yake na hisabu kila mtu atafanyiwa yake, na unalolifanya hakikisha unajibu la kumjibu nani? Mungu, si mimi. Mimi si muhimu hapa, ndipo watu ukosa. Si muhimu naloliamini ukinai usikinai, la yuqaddim wala yuakhir, huniongezei hunipunguzia. Muhimu mimi mwenyewe mmekinai, na je nitamkinaisha Mungu atakapokunambia kul hatu burhanakum. Sisi hupenda sana kujibizana sisi kwa sisi, mmeshinda amenishinda. Umemshinda ndio umepata tiketi ya peponi? Hajakupa tiketi ya peponi. Ukinishinda mimi nikikushinda wewe hakuna kitu. Suala Mungu atayakubali au hayakubali. Basi, na lau kila mtu aliuliza swala hili, wallahi hakungefanywa na mizozo, kwa kila mtu hana hakika pale alipo, mambo ndio kuzengea. Kama kila mmoja aliuliza sayao, wewe una hakika hapo ulipo ndio perfect? Yaani ni kwa bulibuli moja kwa moja mpaka peponi, unao guarantee hiyo? Hakuna mwenye guarantee hiyo. Kwa hivyo kila mmoja atakayezengee mambo hii guarantee. Nitatosheka hapo. Haya masuala yalikuwa inshallah na mwahidi